Pamoja na hayo mazuri yaliyopatikana katika mwezi wa Muharram, pana bid'ah wal mukhalafat fi hadha ash-shahr. Watu wa batil hawajalala, wameendelea kuzua na kuharibu na kuleta mambo ya kimakosa katika mwezi huu wa Muharram. Miongoni mwa miezi ya Kiislamu iliyodhulumiwa, wanasema ulama, ukiacha mwezi wa Rabiul Awwal, ule mwezi wa mfungo sita ambao kwa masufi makhurafi wameupachika ndiyo mwezi wa Maulidi, vitu ambavyo Mtume hakuvifunza wala hakufanya. Umedhulumiwa sana mwezi ule. Mwezi wa Rabiul Awwal ukiingia, basi ni bid'a. Utaona maulidi, hafla mbalimbali, mahitima, mabid'a, mafurushi kwa mafurushi hufanywa katika mwezi wa mfungo sita. Ukiacha mwezi huu, katika mwezi mwingine uliodhulumiwa kwa bid'a ni mwezi huu wa Muharram. Wazushi hawajalala pia, wamejaza bid'a chungu nzima katika mwezi huu wa Muharram. Sina wakati wa kuzitaja zote, ni wajibu wetu kufuatilia madarasa katika kipindi hichi cha mwezi wa Muharram, na mashaikhi mbalimbali wanazungumza bid'a na mukhalafat zilizoko ndani ya mwezi wa Muharram zikifanywa na makundi yenye kujinasibu na Uislamu. Miongoni mwa bid'a hadha shahr, miongoni mwa bid'a za mwezi huu wa Muharram, bid'atu al-ihtifali bimunasabati hululi al-aam al-jadid al-hijri. Ni ile bid'a ya kusherehekea, watu kuandaa sherehe maalum kwa munasaba wa kuingia mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka wa Kihijiria. Sherehe hizi zinafanywa mara nyingi tarehe mosi ya Muharram. Watu jana walikuwa wanashereheka tarehe moja, na wanaochelewa utazisikia sherehe zao tarehe 2, 3, wakiandaa kumbi mbalimbali na kuzipamba, au katika viwanja vya wazi wakiandaa vyakula, vinywaji, watu wakivaa nguo nzuri wakapendeza. Nini bwana? Mwaka mpya wa Kiislamu, tunasherehekea mwaka mpya wa Kiislamu. Jambo hili ni katika bid'a, halijathibiti wala halijafunzwa. Sisi Waislamu tunazo sikukuu zetu ambazo zimefundishwa na Sunna. Eidul Fitri, Eidul Adha, Eid ya Fitri, Eid baada ya Ramadhan, na Eidul Adha juzi tumetoka hapo, mwezi wa mfungo 3, Eidul Adha. Na tuna Eid ya kila wiki, Jumaa. Kama leo zimekuja riwaya kwamba ni Eidun usbu'iyun, hii ni Eid ya kila wiki, siku tukufu ya ibada, Jumaa. Ma baada dhalik, baada ya hapo hatuna sikukuu nyingine, ikiwemo huu mwaka mpya wa Kiislamu. Huo mwaka mpya wa makafiri hautuhusu kabisa, na kujitia kimbelembele ni kwenda kuharibu itikadi yako, maana hizo ni sikukuu za makafiri. Huo mwaka mpya wa makafiri wa miladia. Hata sisi Waislamu, nataka niwaambie ndugu zangu, huu mwaka wetu wa hijiria wa Kiislamu hauna sikukuu ya mwaka mpya. Kufanya hivyo ni bid'a na ni kuwaiga wasiokuwa Waislamu katika sikukuu zao. Na kuna kaida, msingi unawekwa siku zote. Msingi huu wameuweka maulama. Hebu na nyinyi Waislamu fuateni msingi huu. Ayu shay'in, kitu chochote, chukua kuanzia leo, ayu shay'in wujida sababuhu inda salaf, kitu chochote ambacho sababu ya kukifanya ilipatikana wakati wa salaf, wakati wa Mtume na masahaba zake na wema waliofuatia hapo, sababu ya kukifanya kitu hicho ilikuwepo, maa qiyami almuqtadi lah, pamoja na kusimama uwezo wa kukifanya kitu hicho, wa adami wujudi almani', na kutokuwepo kizuizi, kisha ikawa salaf hawakukifanya kitu hicho, fa'lam anna hadha shay fi'luhu bid'ah, fahamu kwamba kitu hiki wewe ukifanya leo ni bid'a. Kama kuna kitu chochote sababu ya kukifanya wakati wa wema waliotangulia ilikuwepo na walikuwa na uwezo wa kufanya, hakuna jambo liliwazuia, hawakuwa na udhuru na kizuizi kilikuwa hakuna, alafu hicho kitu hakikufanywa, zingatia kwamba kitu hicho ni bid'a.
maneno haya yashushe kwenye sikukuu ya mwaka mpya wa Kiislamu ambayo inasherehekewa na baadhi ya wazushi na wanaharakati. Sababu ilikuwepo ya kufanya sikukuu hii wakati wa salafu, kwa kuwa wao waliutambua mwaka wa hijiria, bali katika zama za Umar ndio walianza kuhesabu tarehe. Sababu ya kusherehekea ilikuwepo, walikuwa wanajua kuna mwaka wa hijiria unaingia na kutoka, wao ndio waliouweka. Hawakuwa na kizuizi cha kushereheka, kwa sababu walikuwa wanafanya ibada nyingi, zingine zinahitaji nguvu ya kiwiliwili, nguvu za gharama, wakienda jihadi fi sabilillah, wakisafiri kwenda haji na misafara mingi, walikuwa na uwezo wa kufanya. Wewe unadhani walikuwa wanashindwa kuchinja ng'ombe au kununua michele, ikawa wale walishindwa eti nyie watu wa leo ndio mnaweza? Uwezo walikuwa nao na hawakuwa na kizuizi chochote kile, lakini hawakufanya. Hapakuwa na sikukuu ya mwaka mpya wa Kiislamu. Wewe kutuletea mwaka mpya wa Kiislamu leo unatuletea bid'a, hata kama wataonekana baadhi ya watu wenye kufanya mambo haya ni mashekhe na wengine wana majina. Mashekhe zenu humu Tanzania wanaonekana kwenye makumbi huko, wameandaa keki mbalimbali, maputo, mafutuza yamepulizwa, kumbi zimepambwa, wamealika wageni rasmi, viongozi wa serikali, watu mbalimbali. Nini bwana? Mwaka mpya wa Kiislamu. Bid'a. Hakuna mambo hayo, hiyo ni bid'a. Lazima tukemee, situletee mbwembwe kwenye hii dini. Mambo ya kubunibuni waachieni makafiri ambao hawana muongozo, dini zao zinasukwa mezani. Kwenye Uislamu la wa alfu la, hakuna dini ya kuunda hapa. Shekhe, ukileta jambo utahojiwa dalili, na ndio maana Uislamu hauchezewi bwana. Utakimbia wewe, huwezi kutuletea mambo feki kwenye dini yetu hii ukatuzuga eti tumwabudu Allah na bid'a. La, hakuna sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu, hilo ni bid'a. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake adhim Iqtida'u Siratil Mustaqim ana maneno yake marefu machache, anasema akizungumzia sikukuu za mwaka mpya wa Kiislamu, qal walihadha nara tarka iqamati al-ihtifali bil-aam al-hijri walau lam takun anta tanwi tikrarahu faqiyamuka bil-ihtifal qad yaj'alu ghayraka yaqumu bihi ila akhir kalamihi rahimahullah. Ibn Taymiyyah al-Harrani anasema walihadha, na kwa ajili hiyo kuna mtiririko wa maneno hapo nyuma, akafikia kusema walihadha, na kwa ajili hiyo nara tarka iqamati al-ihtifali bil-aam al-hijri, sisi tunaona kuacha kusimamisha sherehe na hafla mbalimbali za mwaka wa hijiria. Sheikh Islam anasema tuliache hilo, walau lam takun anta tanwi tikrarahu, hata kama hutokuwa wewe unanuia kukariri. Maana unaweza kusema nafanya mwaka huu tu, nimewiwa, angalau mwaka huu mjitolee. Hata kama unanuia kutokukariri, labda ufanye mara moja alafu uache, labda kuwakumbusha Waislamu wamesahau miaka ya Kiislamu, wamelala wanapongeza miaka ya makafiri, ukaona basi angalau ni testi mitambo mwaka huu tu. Shekhe anasema hata kama unanuia kutokukariri usifanye. Kwa nini? faqiyamuka bilihtifal, kusimama kwako wewe kuifanya sherehe hiyo, kad yaj'alu ghayraka yaqumu bihi, kunaweza kukajalia mtu mwingine asiyekuwa wewe akafanya mambo hayo, utaigwa. Hasa ikiwa ni katika watu wenye fadhila, labda unaonekana ni shekhe wa mji, imamu wa msikiti, mwalimu wa kijiji, kuyafanya mambo haya, watu wengine wanaweza kukuiga kwamba hilo linafaa, na ndicho kilichotokea. Balaa hili wamelianza al-Ubaydiyun al-Fatimiyun al-Fajara, mashia katika daula al-Ubaydiyya, ndio waliowasisi jambo hili. Limekwenda hilo leo, limeigwa na Waislamu wengi duniani. Na daula ya al-Ubaydiyya si ya leo, ni dola ilisimama tokea mwaka 297 hijiria, imekuja kuanguka mwaka 567.
ilikuwa ina zaidi ya miaka 260 wakitawala maeneo makubwa ya Afrika al-Arabi, Afrika ya Waarabu, Tunis, Masri, Jazira al-Arabia, Magharibi yote waliitawala kwa miaka mingi. Mashia hawa al-Fatimiyun wao ndio walioleta mambo haya. Walianza kama kawaida kidogo. Leo jambo la Idi ya mwaka mpya wa Kiislamu limekuwa ni jambo mashuhuri sana.